Ule umeme tunaotaka kuingiza pale si jambo la ajabu, na nchi kununua au kuuziana umeme si jambo la ajabu kabisa. Na nitawapa mifano. Hivi mnajua kwamba Tanzania tunanunua umeme kutoka nje hata sasa? Tunanunua umeme kutoka nchi 3 tofauti mpaka hivi ninavyozungumza. Kule Rukwa, umeme unaotumika mkoa wa Rukwa tunaununua kutoka Zambia mpaka sasa hivi, na tuna mkataba na Zambia wa kuuziwa umeme. Umeme tunaotumia katika mkoa wa Kagera tunaununua kutoka Uganda, na tuna mkataba na serikali ya Uganda wa kununua umeme kutoka Uganda kwa ajili ya mkoa wa Kagera. Kule Horohoro, wilaya Mkinga, Tanga, umeme unaolisha watu Horohoro pale wilaya maeneo ya Mkinga tunaununua kutoka Kenya. Kwa hiyo kununua umeme kutoka Ethiopia si jambo jipya wala si jambo geni. Kama tunakuwa na voltage drop, umeme unapotoka kusini, labda Julius Nyerere, mpaka mikoa ya kaskazini, je, tukiutoa Ethiopia ambako ni mbali zaidi, si ndio utapotea sasa uishe kabisa? Swali la msingi sana. Lakini naomba nifafanue hivi. Tunaponunua umeme kutoka Ethiopia, hatuendi kuuchukua kutoka Ethiopia tukausafirisha all the way kutoka Ethiopia tukauleta huku. Kwenye mifumo ya umeme inakuwa hivi. Kwa mfano, kati ya sisi na Ethiopia kuna nchi hapo katikati, si ndivyo? Maana sisi hatupakani na Ethiopia, kuna Kenya. Kwa hiyo tukitaka kununua umeme kutoka Ethiopia lazima tuishirikishe Kenya. Kwa hiyo lazima Kenya ihusike. Na utaratibu inakuwa hivi. Ethiopia kwenye mpaka wao na Kenya wanaachia megawati 100 zinaingia kwenye grid ya Kenya. Sawa? Megawati 100 zinaingia kwenye grid ya Kenya. Lakini hizo megawati 100 sio za Kenya, ni za kwetu. Lakini zinaingia kwenye grid ya nani? Ya Kenya. Halafu tunakuja kufunga mita. Kwa hiyo Ethiopia anafunga mita kati ya pale mpakani kwake na Kenya. Ile mita inasoma megawati 100 zimeingia. Zikishaingia kwenye grid ya Kenya, tunakuja kufunga mita nyingine kati ya Tanzania na Kenya pale na Manga. Kwa hiyo Kenya anaachia megawati 100 kutoka kwenye mfumo wake zinaingia Tanzania. Lakini origin ya huo umeme ni wapi? Ni Ethiopia. Kwa hiyo tunayemlipa ni nani? Ethiopia. Lakini Kenya yeye kuna kitu kidogo atatudai. Atatudai, bwana, nimepitisha umeme wenu kwenye njia zangu. Kwa hiyo tunamlipa kitu kinaitwa wheeling charge, gharama ndogo ya kupitisha umeme kwenye mfumo wake. Sasa ndio maana ile bei bei tunayosema ya senti 7.7, bei halisi ni senti 7 ndio tunayomlipa Ethiopia. Ile 0.07 ile tunamlipa Kenya kwa ajili ya kupitisha ule umeme. Ndio maana ile bei ya jumla inakuwa 0.77 of a dollar. Kwa hiyo ule umeme kimsingi tunauchukulia Namanga. Na ukiuchukulia Namanga hakuna upotevu wowote, kwa sababu unatoka Namanga unaingia Arusha. Unatoka kwenye mita iko pale Namanga, ndipo tunaposoma. Kwa umeme huu tunasema umeme wa Ethiopia, lakini umeme huu wa Ethiopia hatuendi kuuchukulia Addis Ababa. Tunauchukulia pale Namanga, na ndipo mita ilipo. So una cross right kutoka upande wa Kenya unaingia upande wa Tanzania, megawati 100 zinasoma kwenye mfumo. Pale hakuna loss kwa sababu unaingia straight kwenye kanda ya kaskazini. Ndio tofauti ilipo.